Tukuze Mungu wetu, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Kama ilivyo kawaida, tunaanza kwanza kumpongeza jirani yako, mwambie hongera, umevuka kikwazo cha asubuhi. Mwili ulikuwa hutaki kuamka, ukaulazimisha, ukasema lazima tuende. Piga makofi mengi kwa jirani yako, haleluya. Unajua watu hawajui siri ya kuwahi na kuja kanisani. Wengi wetu tumekuwa mashahidi tangu umeanza kuhudhuria morning glory na evening. Si umeona mabadiliko Si umeona kuna vitu vinabadilika ndani yako? Stress zingine zinaondoka, makwazo, vitu gani? Unajua uwezi tu kujua. Sasa hivi uko level ya juu. Haleluya. Uko level ya juu ambayo watu wengine wanakushangaa. Unajua kuna watu wanasema huyu alikuwa na hasira sana, zimeenda wapi? Huyu alikuwa na kisirani sana, kimeenda wapi? Hawajui mwenzao umegundua siri. Siri ni kutupa shuka kule na kuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuhudhuria tu hapa kanisani kuna credit zake katika ulimwengu wa roho. Kuna vitu Mungu anaviona, kwa sababu unajua watu wanafikiri sadaka, wanafikiri ni fedha tu. Lakini kuna sadaka ya muda. Sadaka ni kutoa kitu unachokipenda, unakitoa kwa ajili ya Bwana. Hasa duniani nani asiyependa usingizi? Nani? Kwa sababu duniani kama kuna vitu ambavyo binadamu wanavipenda sana, cha kwanza chakula, cha pili usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Usingizi kila mmoja anaupenda. Sasa unapoamua ikifika saa 10 unaamua kusema Mungu, kipande cha usingizi huu natoa sadaka. Naamua kuachana nao ili niende kanisani. Hiyo ni sadaka. Haleluya. Yaani usiache. Kuna vitu vinafanyika ndani yako katika ulimwengu wa roho, wewe huwezi kujua. Ndio maana siku hizi hata wachawi wameanza hawakuwezi tena. Wanajiuliza huyu nyumba yake imekaeje? Kumbe mwenzake unakuja kanisani. Unapokuja kwenye ibada kama hizi ni power banki ambayo inakuongezea nguvu za kiroho. Unapojichanganya na wenzako, unapofanya maombi na wenzako, kuna vitu vinafanyika katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Siku moja nilikuwa najiuliza, wataalamu wa mambo ya mitambo, rafiki zangu wako pale watanisaidia. Nilikuwa najiuliza kwa nini unakuta mlima mmoja wameweka minara mingi ya simu. Maana yake nini? Nilimuuliza mtu mmoja akasema ukiweka minara mingi sehemu moja inaongezeana nguvu pale pale. Yaani kila mmoja anamsupport mwenzake bila yeye kujua. Kwa hiyo ndio maana unakuta mlima mmoja yupo Tigo, Voda, Zantel, Sweet, Tisero, nani. Unajiuliza huu mlima una nini? Kila mmoja anatamani. Ukienda kule Kisarawe, si mmewahi kufika umeona ilivyopangana. Kwa hiyo kama wenzetu wamegundua minara ikiwa karibu inatiana nguvu, unafikiri sisi watu wa kiroho? Ndio maana Biblia inasema msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Kwa sababu tunapokusanyika namna hii tunatiana nguvu. Amen. Mwenzako anapoomba kuna kitu na wewe una gain kutoka kwake na yeye ana gain kutoka kwako. Kwa hiyo tunaambukizana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ukuni mmoja hauwezi kupika. Lazima kuni ziwe nyingi, zipangane pale, zinasaidiana, zinapeana support. Kwa hiyo unapokuja kwenye ibada usifikirie kama unapoteza muda wako. No, kuna vitu vinafanyika katika ulimwengu wa roho. Shikilia hivyo, usirudi nyuma. Yaani urudi kanisani kwa sababu tu kuna jambo ambalo kwa kweli labda unasindikiza mgeni Ubungo, labda kuna kitu ambacho kimekamata, labda unaumwa, mwili umegoma kabisa. Lakini sio ile ya kujinyosha niende leo kwa sababu morning glory zipo nyingi. Lakini zingine za wengine, ya kwako ni hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu awabariki sana sana sana, mnanitia moyo sana kwa mahudhurio yenu. Tulikuwa tunaendelea na ujumbe wetu, bado tunachambua nguvu tulikuwa tunachambua kipengele kile cha unyenyekevu. Mnakumbuka
tulisema vitu ambavyo vikiwepo ndani yako utajijua wewe ni original. Bado tunazungumza kipengele kile tulichosema dhambi inaondoa nini? Original ya mtu na kumwacha mtu feki. Yani unakuwa sio yule ambaye tulikutarajia. Tulisema pale mwanzoni kwamba kabla hujatokea katika ulimwengu huu ulikuwepo katika ulimwengu wa roho. Amen. Ambao Mungu anasema alikujua, alikutakasa, alikupangia na majukumu ya kufanya. Kama alivyomwambia Yeremia, nalikujua, nalikutakasa, nalikuteua kuwa nabii wa mataifa. Maana yake aliteuliwa kabla hata hajazaliwa. Kwa maana ya kwamba Mungu wewe alikuweka mahali. Haleluya. Kabla hujatokea Mungu alishakuona, Mungu alishakujua, Mungu alishakuwekea na majukumu yako ya kufanya. Na baraka zako pia zipo. Haleluya. Unajua katika ulimwengu wa roho kwenye store yako kuna vitu vingi ambavyo ni vya kwako, ila bahati mbaya wakati mwingine tunakufa hujagusa hata kimoja kwenye store yako. Vipo. Yani kwenye store yako kuna magari, kuna gorofa, kuna majumba, kuna vitu vingi, kuna mume, kuna mke, kuna watoto. Kwenye store yako kuna kila kitu. Yani Mungu kabla hajamleta mtu duniani anamwandalia package yake. Ndio maana kabla hajamleta Adam alimwandalia kwanza nini? Bustani. Kamwandalia bustani yenye matunda, yenye miti, yenye mito, yenye kila kitu, ili akifika avikute. Kwa hiyo na sisi katika ulimwengu wa roho, kwa sababu alishatujua, kila kitu alishakiandaa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ambao hawakuwepo jana jioni, tulisema kiburi kipo cha aina ngapi? 3. Tulisema kuna kiburi cha ulimbukeni, kuna kiburi cha ukabila, kuna kiburi cha maeneo. Tukasema Mungu akusaidie akuepushe na kiburi cha ulimbukeni. Tulisema kiburi cha ulimbukeni ni kile ambacho mtu anakuwa na kiburi kwa sababu kafanikiwa ghafla. Mafanikio hakuyatarajia, alafu ghafla kayapata. Kiburi kinainuka, anaanza kudharau watu, anaanza kuona watu hawafai, anadharau ndugu zake, anadharau nini, anajiona yeye ni yeye. Yani wakati mafanikio yamemfuata alikuwa hana kitu, hakuwa na vile vitu. Neema ya Mungu tu ndio ikamwangukia, neema ya Mungu ikawa juu yake. Tukasema Mungu anapokuinua usipande kiburi, endelea kuwa mnyenyekevu ili Bwana aendelee kukuinua na kukukweza. Haleluya. Kwa tukasema uwe makini na kiburi cha ulimbukeni kinachotokana na mafanikio ya ghafla. Ndio wale ambao tulisema Jumapili kwamba yana kisha fanikiwa, yeye hana habari tena na ibada, hana habari tena na kwaya kama alikuwa naimba, hana habari tena na vyeo ambao walipo kanisani, hana habari tena na kazi mbalimbali. Yeye mambo yameshamnyokea, kanisani mtamsikia tu. Alikuwa naimba kwaya, anasema siku hizi mimi ni meneja. Mimi si nani. Sasa aliyekuambia ukiwa meneja ndio huwezi kuimba ni nani? Yani wewe ndio unakuwa maarufu kuliko Mungu mwenyewe. Kama Mungu anashughulika na mambo yako madogo madogo, sembuse wewe. Na nilikwambia Jumapili ile nyingine, nikasema huna cha kujiringia wewe kuona wewe uko tofauti na wengine. Hapana. Mungu anakupa kajambo kamoja tu. Sasa ukifikiri kwa hako kajambo kamoja wewe ni unique, ni ulimbukeni unaokusumbua. Haleluya. Haleluya. Ndio maana nisema mimi nabarikiwa sana napoona watu wamesoma na elimu zao lakini wanamtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanatumika mbele za Bwana. Wengine ni wazee wa kanisa, wanahangaika na makapo kushoto na kulia, wanahangaika kupanda watu, lakini wanakuambia huyu ni doctor, huyu ni professor, huyu nani. Hasa mwenzangu mjumbe wa nyumba 10. Unaona huwezi kabisa hata kuja kanisani, wamekupa shuka udiwani, wakati kuna watu ni mawaziri wanamtumikia Mungu. Nilikwambia kipindi kile, rais mmoja wa nchi kubwa kama Marekani alikuwa mwalimu wa Sunday. Sasa nani asiyefahamu Marekani? Alafu unakuwa rais. Maana ukishakuwa rais wa Marekani wewe ni kiranja wa dunia. Lakini bado alimheshimu Mungu. Wako watu ambao ni mabilionea lakini wakija mbele za Bwana wanalia machozi.
Hasa we mwenzangu ambaye hata kuweka vocha tu zinakusumbua. Kila wakati tafadhali nipigie niongeze salio. Ulinunua ya nini simu wakati huna miradi ya kufanya? Lakini bado unashangaa mtu ana kiburi, yani kuja kanisani shida, wakati maisha yako yenyewe yamesha kushinda. Wako watu Mungu amewapa kila kitu, lakini wamesema kila kitu tulichopewa kimetoka kwa Bwana. Wako tayari kumheshimu, wako tayari, yani huwezi kuamini. Rafiki, mheshimu Mungu. Mungu aliyekupa hivyo vitu vyote amekupa ili vikusogeze kwake. Mungu anapokupa vitu ana maana vikusaidie, viwe nyenzo ya kukusaidia kumwabudu yeye, lakini visiwe vinakupandia kiburi. Kwa tumesema unyenyekevu ni kipimo kimojawapo cha kujipima kwamba je, mimi ndani yangu original ya Mungu ipo? Kwa sababu tumesoma ile mstari jana, anasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Maana yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Hasa kama Mungu. Na unajua watu wengine wanakuja kanisani sio kwa sababu wao wanapenda, kuna kitu kinawalazimisha. Amen. Ndio maana siku ya Ijumaa tumesema kwamba tutakuwa na shukrani pekee na maombi, kwa sababu siku hiyo sitahubiri sana. Tutakuwa na muda mrefu kwa ajili ya maombi. Moja ya vitu ambavyo kumbuka sana kuviombea ni watoto wako, nyie mlio na watoto. Ni familia yako. Unajua kwa nini? Kwa sababu wengine mko hapa kiukweli hujawahi kuwa Mkristo. Kinachokuvuta mpaka unafika kanisani. Ngoja nikupe siri yako. Inawezekana hukujua. Ndio maana nikiuliza hapa, wangapi mmezaliwa kwenye familia za Kikristo? Punga mikono. Umeona? Ndio maana wewe hujawahi kuona kuna wakati unasema kesho morning siendi kesho. Unajipanga kuto kwenda. Unalala huku unasema kesho siendi. Inafika saa 8 ile sadaka inaanza kupiga kelele. Utaenda. Siendi, utaenda. Usingizi umekatika. Utaenda. Hapana, leo nalala, usingizi umekatika. Utaenda. Unageuka kushoto, utaenda. Unageuka kulia, utaenda. Inafika saa 9 umekosa amani, utaenda. Sadaka inalia madhabahuni, inakulilia wewe uende ukajiconnect. Babu yako alishakuunga salio. Unajikuta saa 10 usingizi hauji. Mwisho unasema sasa hata nikibaki hapa usingizi hauji, bora niende tu. Unajikuta unaamuka, unakuja kwa kujizoazoa. Kiukweli wengine hata leo hamkupanga kuja. Wewe mwangalia jirani yako sura, sinaonekana tu hakupanga kuja. Sadaka ya wazazi wake imemkabarofu Tanganyika jeki, ikambana twende. Ametembelea vidole kuja hapa. Sio kwamba alipenda. Sadaka ya wazazi wake ndio inayomsukuma, ndio inamfanya ende kanisani, ndio inamfanya. Hujawahi kuona mtu amejiunga na kwaya lakini unamuona kwa kweli mudi wa kuimba hana? Mnamsukuma tu, anasema jamani ya unamuuliza sasa kilichomleta kwenye kwaya ni nini? Babu yake alikuwa mwimbaji, aliachilia sadaka ya uimbaji kwamba na watoto wangu waje waimbe. Hasa bahati hiyo sadaka ndio inayomkaba, anajikuta yumo kwenye kwaya. Na watu wanaolazimishwa na sadaka ni wasumbufu kweli, kwa sababu sio kitu kilicho ndani. Sadaka ndio inayomlazimisha. Wewe hujamuona mtu amefika kanisani anaendelea kuchati na simu. Unamuuliza sasa kilichomleta ni nini? Sio yeye. Sadaka ya wazazi wake imemkabarofu Tanganyika jeki. Nenda. Sasa kwa sadaka hiyo ukifika hapa unakutana na injili za kina Mgogo zinakutengeneza. Unakutana na injili za kina Mgogo zinakuweka sawa. Unakutana na injili za kina Mgogo zinatengeneza Ukristo ndani yako. Unaanza kupata Ukristo upya. Amen. Ndio maana tunatamani sasa kupitia kwako kizazi kingine kipya kitengenezwe. Kabla sadaka ya babu yako haija expire, wewe ibusti. Na wewe sema Bwana, Ijumaa natoa kwa ajili ya watoto wangu. Wewe hujawahi kuona vitoto vyako, hujawahi kuvitolea sadaka, vinakusumbua kweli?
Ukifika wakati wa Jumapili vinaugua Jumamosi jioni. Unaamka asubuhi, hey, watoto Sunday, mama kichwa. Unakuta kweli yani kanarembwa macho kama kanakufa jioni. Paka mama unasema hivi niende. Mwisho mnaanza kugawana majukumu. Baba, sijui ubaki, sijui mama niende. Mimi kule ni mzee wa zamu, kwa hiyo sasa wewe ubaki. Huyu anasema nenda tu mtanikuta. Yaani kwa kama kanauma kweli. Kameugua kusikia ibada. Mkiondoka tu kamefunua pazia, kanawachungulia. Wameondoka. Kazima kama nini? Mnarudi kutoka kwenye ibada, mnakakuta kwenye sofa miguu iko juu, kanajinywea juisi zake, kanamalizia, kanajinywea soda. Unaendeleaje? Ni mzima sasa, na mimi naendelea vizuri. Hasa yani wewe unaugua tu wakati wa ibada, hakataki kwenda kanisani. Kwa nini? Hujawahi kukakabidhi kwenye madhabahu kwa sadaka yako. Hebu Ijumaa fanya ibada ya kwamba Mungu, watoto wangu hawa nataka nikupe wewe, uwatunze wewe, uwashike wewe. Mimi peke yangu sitaweza. Wewe ujiulize swali. Wewe ni bonge la mtu mwenye maombi, mtu wa kiroho. Vitoto vyako hata mkitaka kufanya ibada pale nyumbani, njoo tufanye maombi, tuombe, tukalale. Mkimba tu wimbo, hicho kimoja kimeshalala kwenye kochi, kingine na mnaimba nyimbo vina jamani, hapa tu tulikuwa tunaimba. Kalikuwa kanaangalia tamthilia, macho yako hivi. Kalikuwa kanaangalia maigizo, macho yako hivi. Mumeanza tu mkuimba tu, baba ni usiku usitupite, kingine mara hii dakika hii hushituki. Unaanza kusema nafikiri kamechoka sana, alikuwa anacheza mchana. Mbona kwenye maigizo hachoki sana? Mbona kwenye ni hushituki? Haka katoto karete madhabahuni, kapeleke kwa sadaka, sio kawaida. Mnamaliza tu maombi, baba utulinde katika jina Yesu, amen. Vimeamuka vinaanza kusema kwenye channel nani, tafuta niereka. Hapo ndo vinaangalia, vinarusha na miguu juu, hakuna. Kwa nini tu kwenye maombi vinakoroma, kwenye maombi vinalala? Huvishituki kwamba vitoto vipagani vinatengenezwa kwenye familia yako? Amen. Unaonaje maisha ya watoto wako ya kiroho? Yako vizuri? Vinaomba? Wakati mwingine mnavilazimisha, ombea chakula, baba bariki, amen. Kwa hiyo lazima uviconnect na madhabahu. Amen. Wewe tunakuona hapa, kuna watu walishughulika sana, ingawa wewe hukuwahi kumsikia baba yako akikuombea, hukuwahi kusikia. Lakini akija kanisani kuna maneno alikuwa anakusemea, kuna maneno yawezekana alikuwa anakutaja na jina. Baba, wabariki watoto wangu, hasa Musa, hasa Sara, hata huyu Adamu, hasa huyu Furani, hata huyu Jeni, hata huyu nani. Alikutamkia kwenye madhabahu, alikupeleka. Ndio maana unashangaa ukikosa ibada unakosa amani, ukikosa ibada hui na raha. Kuna watu hivi na ubiri wamekosa morning glory ya leo, wanasikia kwa njia ya redio, hawana amani. Kwa nini? Sadaka inapiga kelele. Amen. Haleluya. Kwa hiyo moyo wa unyenyekevu tuisema ni kipimo kimoja wapo cha kujua wewe ndani yako original ya Mungu ipo. Na original ya Mungu ikiwepo, lazima utakuwa mnyenyekevu tu, hautakuwa na kiburi. Ukiona mtu yeyote na kiburi, ujue huyo kuna tatizo. Kwa sababu kiburi, kwa tafasiri iliyo rahisi, ni kwamba najua kila kitu, sihitaji msaada. Naweza kila kitu, sihitaji msaada wako. Mimi ndio naelewa kila kitu. Ndio maana mtu mwenye kiburi, siku moja nilisema, ni ngumu sana kuishi na mtu mwenye kiburi, ni kazi. Niliwaambia wakati nafundisha vikundi, nikasema hivi, wewe unaishije na mtoto mwenye kiburi nyumbani? Vitoto vyenye kiburi nyumbani ni kero. Wakati mwingine mtoto akisema, baba nataka nikamsalimie shangazi, unamuuliza lini? Ijumaa, mbona mbali? Kwani usiende Jumatano?
Yaani unaona afadhali liende litoe kero nyumbani, ni shida. Kwa hiyo kama sisi hatuwezi kuvumilia watu wenye kiburi, watoto wenye kiburi, unafikiri Mungu yeye atatuvumilia kweli? Kwa hiyo unyenyekevu ni muhimu sana. Nichambue sifa chache za mtu ambaye unajua huyu ni mnyenyekevu. Tuchambue angalau hata moja, alafu tumalize, tutaendelea nazo zingine kesho na jioni. Sifa ya kwanza ambayo unaweza kujua ndani yangu kuna unyenyekevu. Mnyenyekevu ana sifa moja. Mnyenyekevu ni mtu ambaye, kwa sababu tulishasema jana, mnyenyekevu ni mtu ambaye anajitambua kwamba yeye ni binadamu mwenye mapungufu, anahitaji wanadamu wengine waweze kumkamilisha. Lakini pia anajitambua kwamba anaishi na binadamu walio na mapungufu, wanamhitaji yeye ili aweze kuwakamilisha. Kwa maana kwamba mnyenyekevu anajua bila wengine hawezi. Kwa hiyo tunakamilishana. Ndio maana nilisema wakati tunaanza semina yetu kwamba hakuna anayejua kila kitu duniani. Mungu amekupa kitu fulani ambako wewe Mungu amekupa wengine hawana, ili wengine wakutegemee. Na wewe kuna vitu amekunyima ili wategemee wengine. Ndio maana nilisema unakuta mtu ni mtaalamu wa kufanya operation, anashona mpaka utumbo, anatoa mpaka mtoto, anakurudishia safi kabisa, unapona, unatembea. Ni mtaalamu kweli kweli, ana hata mishipa, anajua hii imekaa hivi na kaa hivi. Ila simu yake ikiharibika anapeleka kwa fundi. Unamuuliza, wewe mtaalamu namna hiyo uwezi? Anasema hivi vitu vina wenyewe. Yaani ni mtaalamu wa kushona, anafanya operation na kushona, ila viatu vyake vikichanika anapanga foleni na yeye akashonewe. Unamuuliza, unashona mpaka miili ya watu, viatu vinakushindaje? Unakagua mpaka kwenye miili ya watu, mpaka unaweka, unaangalia matatizo yaliyo kwenye tumbo lake. Utumbo hapo umejifinyanga, si umefanyaje, umejikunja. TV yake tu inashindwa utasikia, sijui ndio kuna nini. Anatafuta namba ya fundi, TV yangu njoo uje uicheki. Lakini mwanadamu ana uwezo wa kumcheki kila kitu. Kwa maana yake Mungu amempa utaalamu fulani, amemnyima mwingine ili naye akapange foleni mahali. Wewe imagine ungekuwa unajua kila kitu. Yaani wewe fundi nyumba mwenyewe, wewe daktari mwenyewe, fundi radio mwenyewe, fundi saa mwenyewe, fundi viatu mwenyewe, fundi mitambo mwenyewe, mhubiri mwenyewe, mwalimu mwenyewe, mchungaji mwenyewe, mzee wa kanisa mwenyewe, ungekufa. Kwa sababu ungekuwa busy kuliko maelezo, ungekufa. Lakini Mungu, ndio maana hakuna chuo duniani kinachosomesha mtu kila kitu. Ukienda hapo wanakuambia wewe tutakufundisha. Hapa tunafundisha walimu. Mimi nataka ualimu na uinjinia, alafu wanataka peleka Mirembe huyu hajakaa sawa. Huwezi kujifunza kila kitu. Unatakiwa ujifunze vitu vichache, vingine wategemee wenzako, ili usiwe na kiburi. Amen. Ili pawapo mahali ambapo na wewe unapanga foleni kwenye benchi kusubiri uitwe. Yote hii Mungu aliweka ili kukudiscipline, kwamba na wewe uheshimu wenzako. Ndio maana usiwatishe watu kwa cheo chako, kwa sababu utawakuta na wewe mahali watakutisha. Sasa wewe ndio yule niliyekukuta, unakumbuka yale tuyache. Umefika na wewe kwenye eneo langu, umejileta mwenyewe kwenye 18 zangu, sasa penalty inapigwa. Kwa hiyo mheshimu mtu. Ndio maana unasema mheshimu mtu hatusiyemjua, kwa sababu huwezi kujua kesho na kesho kutwa utamkuta yeye ni nani. Usimdharau mtu wa leo, hujui kesho yake itakuwaje. Kwa sababu Mungu alivyo waajabu, anafungulia mifereji ya baraka, mifereji ya nafasi kulingana na mtu. Leo yuko hivi, kesho namkuta na mwingine. Ndio maana unasema kila unayemuona mpe heshima yake. Huyo jirani yako unayemuona hapo, si unamuona wa kawaida, lakini ni bilionea mtarajiwa ambaye miaka michache ijayo anaenda kumiliki makampuni makubwa, anaenda kumiliki biashara kubwa. Kama ungekuwa na akili sawa sawa, muangalie vizuri, anza kujikomba kwake kabla mambo hayajakaa sawa sawa. Hebu msalimie, mwambie Bwana Yesu asifiwe. Mwambie nikumbuke kwenye ufalme wako, maana naziona baraka juu yako. Siku moja utakutana naye, anasema anapaki VX mbele yako, alafu anashusha kioo. Anasema Bwana Yesu asifiwe.
Ni kama nakufahamu. Umenisahau wakati tulikuwa tunawote Morning Glory Tunajuaga mtu mambo yakimnyokea hata rafuzi inabadilika Kabla mambo hayajakaa sawa na sali Morning Glory. Lakini mambo yakisha weka sana niko na sali Morning Glory na evening. Uwezi kunikumbuka. Niko napenda sana kukaa viti vya kati. Na wakati mwingine tuko tunakaa karibu na wewe. Mambo yameshakaa sawa. Sasa ndo kama ulikuwa unambania, unamfanya vibaya, tunasema muombee jirani yako na muombea kwa kumnyanyapaa, ndio unagundua ningejua ni huyu, ningejikomba kwake. Usimdharau mtu, kwa sababu neema ya Mungu inamfungukia kila mtu. Mheshimu kila mtu, kwa sababu leo yuko hapo, leo anahitaji msaada wako, leo anaomba umsaidie, leo anaomba vitu mbalimbali. Kesho yeye ndo atakuwa supplier, kesho yeye ndo atakuwa mgawaji, kesho yeye ndo ataamua ule usile. Shike mkono jirani yako, inuka naye, ombea maisha yake ya baadaye. Ombea vitu ambavyo Mungu amepanga kuvifanya kwake. Ombea vile kwenye store yake, vile vitu vianze kuchukuliwa kimoja baada ya kingine. Ombea kabisa kabisa. Nasikia tuombe kwa ajili ya hili. Omba kabisa kwa jirani yako huyo. Ndio raha ya kuja Morning Glory. Unapata watu wanakuombea hata kama imani yako ni ndogo. Kwa imani aliyekushika, vitu vinaenda kufanyika. Hebu nenda mbele za Mungu kwa dakika moja hii. Jehova Mungu wetu unayetupenda watoto wako, tuko hapa Baba, tumekusema ya kwamba ni Mungu unayetujali maisha yetu, ni Mungu unayetenda mambo yasiyo ya kawaida, ni Mungu unayetubariki, lakini umetuambia unafanya kazi na wanyenyekevu. Baba, tunaombeana mahali hapa. Mungu wetu, tunaonyesha alama ya unyenyekevu ya kuombea wengine. Naomba kwa ajili ya watu wanaosikiliza kwenye redio, naomba kwa ajili ya watu wanaosikiliza wanaotufuatilia YouTube, naomba kwa ajili ya watu mbalimbali. Yesu, sema nao. Yesu, wabariki. Ibilisi amekamata maisha yao, amekamata baraka zao, amekamata mipango iliyokuwa imepanga ili Bwana waikute. Baba, shetani amezuia nyumba ya baba huyu, amezuia gari ya baba huyu, amezuia shule ya baba huyu, amezuia maisha ya mama huyu. Mtaji wake unakufa. Adui amekamata katika ulimwengu wa roho. Tunang'oa mikono yake aliyoshikilia baraka zake kwa jina la Yesu aliye hai. Afya ya baba huyu kainuke, afya ya baba huyu ikatokee, afya ya baba huyu Baba, katika jina la Yesu aliye hai. Waponye wagonjwa wote, waponye wenye shida mbalimbali, waponye tangu sasa. Wamekulilia kwa muda mrefu. Jehova uishie milele. Sikia maombi ya binti huyu, sikia maombi ya binti huyu, sikia kilio chake. Amekulilia muda mrefu. Yesu kasikie, katende muujiza wa mabadiliko ndani yake. Vile vitu ambavyo ibilisi alishikilia, Baba, kaachie katika jina la Yesu. Baraka ziwe zake katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Chukua sadaka.